Mchungaji Walter kutoka Dubai ili akuje akatubariki na neno la Bwana. Amen. Amen. Amen.
Amen. Nataka kukaribisha pia mchungaji Moses akuje ili tukaribishe mgeni. Chukua hii mic. Amen. Hallelujah. Hebu punga mkono wako hewani. Ninashukuru kwa sababu hii ni siku ambayo Mungu ameifanya. I thank God because this is the day the Lord has made. Kubarikiwa katika mji wa kubarikiwa katika mji wa that we may be blessed together in Matungu. I don't know to take much opportunity. Kwa sababu ndio siku ya kwanza. Because it is only by the beginning. Na tunaendelea kesho. And we continue by tomorrow. Hadi siku ya Jumapili. Until Sunday. So nataka nikaribisha mtumishi wa Mungu. So I want to welcome the man of God. Amemtoa nchi ya mbali. God has taken him from far. Leta mahali hapa. That he may bring him here. Akashuhudia habari za Kristo. That he may testify about Jesus. That he may bless your life. Let us pray as we invite him. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Baba, kwa jina la Yesu. Father, in the name of Jesus. Ninakushukuru jioni ya leo. I thank you this evening. Jehova Mungu, wewe unaweza. Jehovah God, you are able. Ni siku ambayo imekupendeza. This is a wonderful day for you. Kamlete mtumishi wako kutoka nchi ya mbali. From far away. Akakuja kwa mji huu. And he came to this place. Anene na watu wako. He speak to our people. Asante Jehova. Thank you Jesus. Anaposimama. When he stands, anaonekana. Let it be seen. Na hata uinuliwa. And let it be magnified. Jina la Yesu Kristo. In Jesus Christ's name. Nimeomba na kuamini. I pray to believe. Hallelujah. Amen. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Welcome man of God. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. 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 Shout louder. Pika kelele. Shout louder. Sema kwa sauti. Shout louder. Sema kwa sauti. My name is Anthony Walto. Majina yangu ni Anthony Walto. And I was born in Malaysia. Nilizaliwa kule Malaysia. Holding a citizen of India. Nikiwa raia wa India. I'm coming from Dubai. Na kutokea Dubai. Not to talk about me. Siongei juu yangu. Just to talk about Jesus Christ. Nataka kuongea juu ya Yesu Kristo. Amen. 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 So, hivyo, who is this Jesus Christ? Yesu Kristo ni nani? The person who has given us the last drop of blood for our deliverance. Ambaye amepeana fursa ya sisi kukombolewa. So I cannot speak about me. Sitaki kuongea kuhusu mimi. I can only speak about my Jesus Christ. Lakini naenda kuongea kuhusu Yesu wangu. Amen. 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 It is not only for these people who have come in front of me. Si wale watu ndio wamesimama hapa mbele. All those who can listen from this. Lakini wale pia wanasikia kutoka kwa Bwana. It is for everybody over here. Injili iko kwa kila mmoja. It's for everybody over here. Kila watu aliye hapa. Listen. Sikia What the Lord wants to talk to you. Yesu anataka kuzungumza na yako. Take it. Na uamue. Deliverance will take place in you. Ukombozi unapata nafasi. Those who are standing around this. Simama mbali. The Lord is going to talk to you. Bwana anaenda kukuzungumzia. What is happening over here? Mungu anaenda kukuzungumzia juu yako. What is going to happen tomorrow? Kile kinaenda kufanyika leo. Just listen. Wewe sikiliza. Amen. 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 I just want my pastor to read a verse. Anataka mchungaji wangu asome neno. Look. Kitabu katika Luka. Chapter 19. Luka 19 and verse 41. Mstari wa 41. Luka 9 mstari wa 41. Luka 19:41. This is for everybody who is over here. Hii ni kwa kila mmoja ambaye ako hapa. This is for everybody. Hii ni ya kila mmoja. Nitasoma. Okay. Alipofika karibu, aliona mji akaulilia. As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over. Alipofika karibu, aliona mji akaulilia. My Lord Jesus Christ, Baba yangu Yesu Kristo. The word of God says that neno la Mungu linasema when he reached Jerusalem, wakati ulifika Jerusalem, he saw the city, uliona mji, and he wept, na ukalia, and he was crying. Na alikuwa naomba. Do you think that Lord Jesus Christ is crying? Ya kwamba kumbuka Yesu Kristo alikuwa analia. The creator of heaven, alikuwa analia Jerusalem. The creator of earth, ya kwamba walikuwa wakubu. He is crying today. Analia leo. He is crying for whom? Analia wewe leo. He
is crying for me. Ananililia He mimi. is crying for you. Anakulilia He wewe. is crying for those who are Anawalilia wale wote ambao hawataokoka. those who are standing in the Wewe side of the house. umesimama wewe, Yesu anawalilia. The Lord is just weeping. Yesu anawalilia. My Lord Jesus Christ is weeping. Bwana wetu Yesu Kristo analia. Don't you want to know what exactly it is? Unataka kujua ni nini kweli I have inafanyika? been gifted with the Holy Spirit, Ninasikia ndani ya roho wa Mungu a prophecy gift, akinipa kipawa. and the Lord has asked me to come from Dubai, Na Bwana ameniambia nitoke Dubai. not to just come and stand here and just talk something. Nisikuja hapa kusema vitu What the vyangu. Lord has asked me to talk, Kila Bwana ameniuliza I kufanya. am going to talk to everybody over here. Naenda kuzungumza juu ya Those watu. who are taking it, Wale wanapokea. tomorrow Kesho they are going to jump and praise the Lord. utaenda kumsifu Bwana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I just want to ask you one thing. Nataka nikuulize kitu moja. The Lord, we, you and me, Yesu Kristo akuwe karibu na wewe. our ancestors, our grandfathers and all, our previous parents, Yeye akuwe msasi wako wa karibu. they killed our Jesus Christ. Waliwa Yesu Kristo. They crucified Jesus Christ. Wakamsulubisha Yesu. And while he was going back to the Lord, Wakati alipokuwa narudi mbinguni, he said he is giving the peace over here, akasema ninawacha amani yangu. and he is not taking it with him. Na akasema ya kwamba siwaondolei duniani. I leave the peace with you. Lakini awaachia amani ya Yesu. Are we still in the peace? Nitawaachia amani. We are just worried about so many things. Alisema mambo mengi. And during that time, Wakati huo he said that he is going to come a second time. alisema ya kwamba anaenda kurudi. And we people are waiting for his second Na time. watu wanamngojea kurudi kwake. Amen. 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 And I'm just thinking, Na fikiria in case if Jesus Christ comes today, kama Yesu angeweza kuja leo. if Jesus Christ comes to this Kama world Yesu today, anaweza kuja mahali hapa leo hii. when he comes to the world, Wakati anakuja and he ulimwenguni. sees the world, Anaona ulimwengu. will he be happy or weeping? Akikuja ataona ulimwengu, atafurahi ama atakasirika. Will he be happy or weeping? Atafurahi ama atalia. They, without any knowledge, Pasipo kuwaza. most of them have not gone to school. Watu wengi wengine wataenda shule. Those have not gone to college. Wengine wataenda chuo kikuu. We are parents not in a position to look after our children. Wengine wazazi wao wetu hawana uwezo wa Husband cannot look after the wife. Husband cannot look after the wife. Wengine mzee hawezi kutunza mke. And wife cannot look after the children. Na hata pia mama atunze watoto wake. And we are not getting the peace at all. Na tupate amani kwa nyumba zetu. When Jesus Christ comes down, Wakati Yesu anarudi sasa hivi, comes down to the world, anakuja when ulimwenguni. he looks at you, Wakati anakuangalia, when he looks at the world, wakati anaangalia he ulimwengu, is not happy at all. yeye hatafurahi hata. He is just weeping. Yeye anaanza kulia. Let's forget about the world. Wewe sahau ulimwengu. In case if he comes to Kama Africa, anaweza kuja leo Yesu. in case if he comes to Kama Africa, anakuja if he anakukujia. looks at Africa, Atapata if Afrika. he looks at Africa, Angalia Afrika. is there anything he can think about? Anafikiria hata anamwangalia. Where he can smile about? Anaweza cheka ama anaweza kasirika. Nothing, children. Nothing at all. Yeye si hivyo. Brothers, Wanduku, you have not given anything for him. hujampatia chochote. Sisters, Wadada, you have not given anything to him. hujampatia chochote. Parents, Wazazi, you have not given anything to him. hujampatia Yesu chochote. For him to smile. Yeye ambaye anaweza furahi. Seeing, looking at Africa, Wakati anaangalia Afrika, he is weeping. yeye analia. He is weeping. Analia Yesu. Why? Kwa nini? Why? Kwa nini? Can you just understand what exactly? Unaelewa nini ninasema? Just forget about Africa. Wewe sahau kuhusu Afrika. In case if he comes to Kenya, Kama Yesu anakuja Kenya, in case if he comes to Kenya, kama anaweza kuja Kenya, do you have anything for him to smile? unaweza kuona kitu unaweza fanya Do you Yesu have afurahi. anything for him to smile? Una kitu ya Yesu anaweza Do furahi. you have? Wewe una kitu. Do you have? Una kitu kweli Yesu akiona anaweza furahi. We are not following the word of God. Atuanguke mbele za Bwana. We are not following the word of God. Hatufuati neno la We Bwana. are following according to what the world likes. Tunafuata vitu ambavyo tunapenda. We are following according to pressure. Tunafikiri tunapata tu tamaa. We are going in the wrong road. Tunaenda njia mbaya. We are not obeying what God wants us Hatuogopi to do. neno ambalo Bwana He anazungumza. has given us the last lap of breath. Yesu ametupatia fursa ya mwisho Still we don't understand what it is. ya kwamba lazima uisikilize hii. There are small groups of Christians. Watu wachache hivi, They have got small churches here and there. makanisa hapa na kule, They are just praising to the Lord. wanamsifu Bwana. When his second term, when he comes back, Wakati Yesu anarudi, we want to go along with him. tunataka tuende pamoja
go along with him. Atataka tutembee na hiyo. That is why Hiyo ndio sababu from Dubai, kutoka Dubai I've come here to talk to you. nimekuja kuongelesha What the Lord wants to talk to you on. Bwana anataka nikuambie. Those who are listening around, Wale wanasikiliza, those who are listening wale around, wanasimama na just kule, take it. wale wamesimama Just kule, take it. pokea hiyo. Wonders will take in you. Wakati Yesu anataka Wonders will take in your family. miujiza itafanyika, It will take place in your home. miujiza